Jukumu la TADB ni kuhakikisha kwamba tunatoa financing hasa katika value chain nzima ya kilimo, uvuvi pamoja na ufugaji. Katika kuhakikisha kwamba tunapata chakula ndani ya nchi, tupo katika majadiliano na viwanda mbalimbali, lakini pia na wadau ambao wanaweza wakawekeza katika uzalishaji wa chakula ndani ya nchi. Na kisiwe chakula tu, ila kiwe ni chakula ambacho kitatusaidia kupata matokeo. Kwa sababu chakula, ukiangalia kwa samaki, tuna kitu tunaita crude protein na tuna FCR. Chakula kile kiweze kuwa converted kwa urahisi kwa samaki ili yakue, lakini muda huo kiwe na protein ile inayohitajika kwa ajili ya samaki kuwa ni mwenye afya na kutoa protein inayohitajika kwa mwanadamu. Kwa hiyo jukumu la TADB ni kufanya financing, ambapo tupo katika majadiliano na wadau mbalimbali kwa ajili ya kuinitiate viwanda ndani ya nchi. Mpaka sasa kwa starter asilimia kubwa inauzwa 4500. Ufuichi chakula cha starter kinatumika miezi mitatu ya mwanzo. Lakini baada ya hapo enda kwa chakula cha grower na finish ambacho kinatumika kwa asilimia kubwa zaidi kwa ajili ya kumnenepesha samaki akue. Unakuta kwa mfano kwa mnufaika ambaye ana cages 4 atahitaji angalau tani 21,000 kuendesha mradi mzima. Ufuichi milioni 6 tu ni kama kwenye starter, ile ukija kwenye grower na finisher inakuwa ni component nyingine yote ambayo imebakia. Kwanza tunaishukuru serikali na pia tunaishukuru Benki ya Maendeleo ya Kilimo iliona hili, na wao hawakutupa pesa, wao walitupa vitendea kazi. Kwa hiyo walitutengenezea keji, wakatununulia chakula, wakatununulia na vifaranga. Kwa hiyo sisi kama kikundi jukumu letu kubwa lilikuwa ni kusimamia ule mradi. Na baada ya mavuno, ili kuweka uwazi na mauzo yetu, huwa tunafanya wateja wetu hawatulipi sisi cash. Pesa zote tunazozikusanya tunaziweka moja kwa moja kwenye benki. Kwa hiyo mteja anakuja, kuna mawakala wa benki analipia kwa wakala, sisi anatupa risiti. Kwa hiyo sisi tuna uwazi, hatushiki pesa moja kwa moja mkononi, ili kuondoa hiyo dhana ambayo vijana wengi wakipata hela kidogo vikundi vinasambaa. Lakini sisi tumeweka utaratibu mzuri ambao pesa inakuwa salama. Kweli mikopo ipo. Mimi sina baba, mama wala mjomba ambaye ni yuko serikalini au yuko wapi, lakini niliweza kuunda kikundi, nikaandika andiko mradi, nikapeleka. Andiko mradi langu pengine labda ndio liliweza kushawishi nikaweza kupata mkopo huu, lakini kusema kwamba hii mikopo inatolewa kwa watu kujuana, sina mjomba, shangazi wala nani ambaye namfahamu, lakini niweza kupata mkopo. Kuna wawekezaji wakubwa zaidi ambao wapo sasa hivi tuko kwenye soko moja. Kwa mfano kuna mtu amewekeza zaidi ya bilioni 20, wao wamewekeza milioni 100, hamwezi mkashindana kwenye soko. Lakini soko kwa soko sasa hivi sio zuri sana na wala sio bani, la wastani. Chakula ambacho tumekitumia kwa mfano kwa msimu uliopita tumetumia tani 24 za chakula kwenye kikundi kimoja. Uvunaji sasa hivi umeshuka kama ilivyokuwa mwanzo. Mwanzo tulikuwa tunaweza kuvuna tani 1.5 mpaka tani 2 kwa siku, lakini sasa hivi tunavuna kati ya kilo 500 mpaka 700 kwa siku. Sisi kwenye uvunaji wetu tunaleta samaki kulingana na wateja waliopo. Kwa hiyo hatutegemei samaki akabaki. Kwa hiyo kabla hatujafuata samaki, lazima kwanza tujue idadi ya wateja wanataka kiasi gani, ndio tunaenda kufuata kiasi kile wateja wanachokihitaji. Kikundi cha vijana kazini tupo vijana 5. Kikundi chetu tuliweza kupata mkopo kutoka serikalini kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo maana TADB, kiasi cha shilingi milioni 117, ambacho hicho kiasi kiligawanyika katika sehemu kuu mbili, kwa maana ya mkopo wa muda mrefu na mkopo wa muda mfupi. Nikizungumzia mkopo wa muda mrefu nazungumzia keji mnazoziona hapa mbele nyuma yenu hapa, kwa maana ina uwezo kukaa muda mrefu. Nikizungumzia mkopo wa muda mfupi nazungumzia vifaranga pamoja na chakula. Kwenye hiyo milioni 117 iliweza kugawanyika katika sehemu kuu hizo mbili nilivyowatajia. Kwa maana vifaranga tuliweza kupata kiasi cha shilingi milioni 12,888 ambayo tuliweza kununua vifaranga 71,600. Na kiasi cha chakula tuliweza kupata tani 21,504. Kwa awamu ya kwanza tuliweza kupandikiza samaki wetu, hivyo vifaranga tulipandikiza tarehe 23 mwezi wa 3, tukavuna tarehe 11 mwezi wa 10, tukapata kiasi cha tani 13, ambapo kwa bei iliyokuwepo awali tuliuza
kwa bei ya shilingi 7,800 tukaweza kupata kiasi cha shilingi milioni 101 na laki 4. Hivyo tukaweza kurudisha mkopo wote wa muda mfupi kiasi cha shilingi milioni 82, na tukaweza kupata tena mkopo kwa cycle ya pili wa kiasi cha shilingi milioni 67. Na kwa sasa hivi ndo tupo kwenye uvunaji kama mnavyoona hapo nyuma. Fursa ni nzuri kwa sababu ina uwezo wa kutengenezea ajira, kwanza kutengenezea ajira ya kudumu na inakupa mtaji wewe mwenyewe binafsi. Kwa mfano, nizungumzie msimu uliopita tuliweza kuvuna kiasi cha shilingi milioni 101 na laki 4. Tukarudisha kiasi cha shilingi milioni 82, zaidi ya milioni 20 kama kikundi kiliweza kupata kama faida. Na tulivyo sisi watano tukigawa, unaweza kabisa unaona kabla umepata kiasi fulani ambacho kinaweza kukusukuma.